Mnaweza mkawa mnanunua umeme na wakati huo mnauza umeme eneo jingine katika nchi nyingine. Yaani mnanunua sawa kutoka Ethiopia, lakini kwa jiografia unaweza ukauza umeme vile vile Msumbiji. Yaani at the same time unafanya vitu viwili kwa wakati mmoja kutokana na jiografia au ndio. Misingi ya kuwa na hii miundombinu inayo cross kuanzia kaskazini mwa Afrika mpaka kusini. Kuna kitu kimejengwa kinaitwa backbone. Naomba usogee kwenye mic kidogo. Yes. Kuna njia kubwa ya umeme inaitwa backbone. Imejengwa kwa mashirikiano ya hizi nchi kuanzia Ethiopia, Kenya, Tanzania na sasa inaendelea kwenda Zambia. Na Zambia wanaendelea kwenda mpaka South Africa. Hiyo njia ndio maana tunaongelea sasa sisi kujenga kutoka Chalinze kufika Dodoma. Hiyo njia sasa imeshafika kuanzia Dodoma imeenda mpaka Arusha mpaka Namanga. Ndio iliyounganisha mpaka Kenya. Lengo la hiyo njia kujengwa ilikuwa ni kwamba lazima ili kuimarisha grid na upatikanaji wa umeme kwenye nchi za Afrika kuwe na uwezekano wa kuuziana umeme, kwa sababu ukishaziunganisha grid mbili, grid zikishaungana kama sasa hivi zimeungana, grid yetu imeungana na ya Tanzania, imeungana na ya Kenya, imeungana na Ethiopia, imeungana na Uganda. Hizi grid zote zimeshikana. Sasa tabia ya umeme unatembea kokote ambako unaona kuna mahitaji. Kwa hiyo kwa kuwa ndio maana ulichokisema ni kwamba tunauziana umeme. Kimsingi kinachoonekana ni kwamba tunauziana pale ambapo unaonekana wewe una changamoto, unachukua kwa mwingine. Pale ambapo yeye ana changamoto, anachukua kwa sababu hata hii yenyewe inatokea kwamba ili grid yako iwe stable ni pale ambapo vyanzo mbalimbali vinakuwa vimeshikana, yani vimeungana kwenye grid. Kwa hiyo kwa kuwa sasa vimeungana, ina maana umeme wenyewe utasafiri ili kuimarisha. Sisi kwa sababu tuna changamoto ya voltage stability au grid stability kwenye eneo la kaskazini, na kwa kuwa tumeungana na grid ya Kenya ambayo imeungana na Ethiopia, na kule Ethiopia kuna mashine kubwa ambazo zina nguvu kubwa zaidi. Kwa hiyo ikitokea sisi tunapata drop ya voltage kule panatusupport. Lakini wakati huo pia na Kenya wenyewe kuna wakati wanapata changamoto, sisi tunawasupport. Kwa hiyo tunasupportiana. Sasa kwenye kusupportiana na maana umeme una flow sehemu yoyote. Lakini ukishamaliza kuflow lazima mtu umlipe ule umeme uliotoka kwake kuja kwako.